Shalom, shalom Wakristo wote na wasalimu, amani iwe nanyi. Karibuni tena, tumerudi kwenye Neno la Uzima TV kwa Wakristo wote popote mlipo. Kichwa cha mahubiri yetu ya leo ni hukumu ya haki na utohozi wa moyo. Ndio kichwa cha mahubiri yetu ya leo, hukumu ya haki na utohozi wa moyo. Andiko kuu tunaipata kwenye Mathayo mlango wake wa 7 mstari wa 1 hadi wa 6. Ndilo andiko kuu tunaenda kuzungumzia kwenye siku ya leo. Katika mahubiri ya mlimani, Yesu anagusa eneo nyeti sana la mahusiano ya kibinadamu, jinsi tunavyohukumu wengine. Mara nyingi wanadamu tuna tabia ya kuwa wakali kwa makosa ya wengine, huku tukifumbia macho dhambi zetu wenyewe. Leo tutachunguza mafundisho ya Yesu kuhusu kuepuka unafiki na umuhimu wa kuwa na utambuzi wa kiroho. Mambo makuu ya kwanza tunaenda kuzungumzia onyo dhidi ya hukumu ya kibinafsi. Mstari wa 1 na wa 2 kwenye mlango huo wa 7 Mathayo. Yesu hatuambii tusiwe na utambuzi wa mema na mabaya, bali anakataza roho ya kuhukumu kwa dharau, kiburi au nia ya kujihalalisha. Hukumu tunayotumia kwa wengine ndiyo itakayotumiwa kwetu na Mungu. Ukisoma andiko waraka wa Paulo kwa Warumi mlango wa 14 mstari wa 10 hadi mstari wa 12. Paulo anasema, basi kwa nini wewe wamhukumu ndugu yako? Au kwa nini wewe unamdharau ndugu yako? Kwa kuwa sote tutasimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Kwa kuwa imeandikwa, kama vile niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utakiri kwa Mungu. Hivyo basi kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe kwa Mungu. Pia ukisoma Yakobo mlango wake wa 4 mstari wa 11 hadi 12 anasema, ndugu, msineneane mabaya ninyi kwa ninyi. Mtu yeyote anayesema mabaya dhidi ya ndugu yake au kumhukumu anasema dhidi ya sheria na kuihukumu. Unapoihukumu sheria, basi huishiki sheria, bali umekuwa hakimu wa kuihukumu hiyo sheria. Yuko mtoa sheria mmoja tu, na yeye peke yake ndiye hakimu, ndiye awezaye kuokoa au kuangamiza. Lakini wewe ni nani hata umhukumu jirani yako? Mambo makuu ya pili tunaenda kuzungumzia utafutaji wa kweli. Angalia kibanzi na boriti. Unaposoma mstari wa 3 hadi mstari wa 5 kwenye hiyo Mathayo mlango wa 7. Huu ni mfano wa unafiki. Yesu anatumia taswira ya kichekesho, mtu mwenye boriti, yani mti mkubwa, jichoni mwake akijaribu kutoa kibanzi, yani kigoda kidogo kwenye jicho la mwenzake. Kabla hatujajaribu kumrekebisha ndugu yetu, lazima kwanza tufanye ukaguzi wa ndani na kutubu dhambi zetu. Unaposoma andiko kitabu cha Zaburi mlango wa 139 mstari wake wa 23 na 24 inasema kwamba, Mungu nichunguze, ujue moyo wangu, nijaribu na ujue mawazo yangu, uone kama kuna njia iletayo machukizo ndani yangu, uniongoze katika njia ya milele. Pia ukisoma waraka wa Paulo kwa Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 1 anasema, ndugu zangu, ikiwa mtu ameghafilika akatenda dhambi,
Basi ninyi mlio wa rohoni, mrejesheni upya mtu huyo kwa roho ya upole, lakini jihadharini ili ninyi wenyewe msije mkajaribiwa. Mambo makuu ya 3 tunaenda kuzungumzia utambuzi wa kiroho, hekima katika kumhusu Mungu. Utambuzi wa kiroho, hekima katika kumhusu Mungu. Mstari wa 6 kwenye huo mlango wa 7 Mathayo. Utambuzi wa kiroho, hekima katika kumhusu Mungu, mstari wa 6. Ufafanuzi wake ni kwamba baada ya kutuonya tusihukumu bila haki, Yesu anatuambia tu na busara. Yesu anatuambia tuwe na busara. Kitu kitakatifu, yani Injili au ukweli wa Mungu, kisitupe ovyo kwa watu wanaokataa kusikia na wanaoweza kuwageukia waleta ujumbe. Hapa tunajifunza kuwa upendo wa Kikristo haumaanishi upofu wa kiroho. Tunahitaji hekima ya Mungu kujua wakati wa kunyamaza na wakati wa kuacha. Ukisoma andiko Methali mlango wa 9 mstari wa 7 hadi mstari wa 9 inasema, yeyote anayemkosoa mwenye mzaha hukaribisha matukano. Yeyote anayekemea mtu mwovu hupatwa na matusi. Usimkemee mwenye mzaha, la sivyo atakuchukia. Mkemee mwenye hekima, naye atakupenda. Mfundishe mtu mwenye hekima, naye atakuwa na hekima zaidi. Mfundishe mtu mwadilifu, naye atazidi kufundishika. Pia ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 13 mstari wa 45 hadi mstari wa 46, lakini Wayahudi walipoona ule umati mkubwa wa watu walijawa na wivu, wakayakanusha maneno Paulo aliyokuwa akisema. Ndipo Paulo na Barnaba wakawajibu kwa ujasiri wakisema, ilitupasa kunena nanyi neno la Mungu kwanza, lakini kwa kuwa mmelikataa mkajihukumu wenyewe kuwa hamstahili uzima wa milele, sasa tunawageukia watu wa mataifa. Tumefika hitimisho. Kiukweli wapendwa katika Kristo Yesu, hatutaki tuwe waamuzi wa wengine, bali tunapaswa kuwa wakaguzi wa mioyo yetu wenyewe. Ufalme wa Mungu unahitaji watu wanaotubu kwanza kabla ya kurekebisha wengine. Tunapojitathmini tunapata nafasi ya kutibu mioyo yetu, na kwa hekima ya Roho Mtakatifu tunaweza kuwa mashuhuda wema kwa ulimwengu uliopotea. Sala yetu ya leo. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako linalochunguza mioyo yetu. Tusaidie Baba, tuwe na unyenyekevu wa kutazama makosa yetu kabla ya kuwanyooshea wengine kidole. Utusafishe kutoka katika unafiki na kiburi. Tupe hekima ya Roho Mtakatifu ili tujue jinsi ya kutunza kweli yako na kuishi kwa upendo na utambuzi katikati ya ulimwengu huu. Tunakuomba utusaidie kubadilisha mioyo yetu ili fanane na yako, ili maisha yetu yawe nuru inayomvuta mtu mwingine kwako. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba, amina. Wapendwa wasikilizaji, kwa Kristo wote, amani iwe nanyi. Andiko hili likabaki kwenu na kwangu pia, likalete manufaa na neema kwa wale ambao watakaosikia.